Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi. Leo ni Mei 27 ya mwaka 2026. Tuombe. Baba mwema mtakatifu, keti mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliotupatia tujifunze neno lako. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Tunaomba ukawe pamoja nasi kila wakati, ukawaponye wagonjwa walioko miongoni mwetu, ukatupatie amani, ukatupatie furaha, na zaidi sana tupate raha nafsini mwetu. Baba mwema wa mbinguni, tunaenda kujifunza mada hii siku ya leo. Tusaidie tuweze kuielewa katika jina la Yesu. Amina. Kutimilika katika utimilifu wake. Waefeso sura ile ya 3 aya ya 19 imeandikwa, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Kuna wengi ambao wanadhani kwamba haiwezekani kuponyoka toka kwenye nguvu ya dhambi, lakini ahadi ni kwamba tuweze kujazwa na ukamilifu wote wa Mungu. Tuna nia madogo mno, lengo ni la juu zaidi. Akili zetu zinahitaji kupanuka ili tuweze kuelewa umuhimu wa fadhila za Mungu. Tunapaswa kuakisi sifa za juu sana za tabia ya Mungu. Tunapaswa kushukuru kwamba hatuwezi kuachwa peke yetu. Sheria ya Mungu ni kiwango kilichotukuka ambacho tunalazimika kukifikia. Hatupaswi kuishi kwa kufuata mawazo yetu, bali tunapaswa kufuatisha katika nyayo za Yesu. Kazi ya kushinda iko mikononi mwetu, lakini hatuwezi kushinda katika jina au uwezo wetu wenyewe, maana kwa sisi wenyewe hatuwezi kuzitunza amri za Mungu. Lazima Roho wa Mungu atusaidie udhaifu wetu. Kristo amekuwa kafara na dhamana yetu. Amekuwa dhambi kwa ajili yetu ili kwamba tuweze kuwa haki ya Mungu ndani yake. Kwa njia ya kuliamini jina lake, hutupatia haki yake na kisha inakuwa kanuni maishani mwetu. Kristo anatupatia tabia yake isiyo ya dhambi na kutuwasilisha kwa Baba katika usafi wake mwenyewe. Hatuwezi sisi wenyewe kujipatia vazi la haki, kwa kuwa nabii anasema, matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Isaya 64 aya 6. Hatuna kitu chochote kwetu ambacho kwacho tunaweza kuifunika nafsi ili utupu wake usionekane. Tunalazimika kupokea vazi la haki lililosanifiwa kwa ufumaji wa mbinguni, yaani vazi lisilo na doa la haki ya Kristo. Tunapaswa kusema, alinifia mimi, alichukua fedheha ya nafsi yangu, ili kwamba katika jina lake niweze kuwa mshindi na kuinuliwa hata katika kiti chake cha enzi. Imekuwa ni fursa ya watoto wa Mungu kujazwa na ukamilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele.
Waefeso sura ile ya 3 aya 20 na 21. Hii ni Mei 27, mada ikisema kutimilika kwa utimilifu wake. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa